Dunia imejikuta katika wakati mgumu, na hii inatokana na kupanda kwa bei za mafuta karibu sehemu kubwa ya dunia. Sababu kubwa ambayo imeleta hali hiyo ni ghasia ama vita ambavyo vinashuhudiwa Mashariki ya Kati. Vita ambavyo vinahusisha taifa la Iran, Marekani na mshirika wake Israel. Baada ya mashambulizi ambayo yamedumu kwa muda wa takriban mwezi mmoja, kwa sasa meli hazipiti tena zile za mafuta na zinazobeba gesi katika eneo la Hormuz. Inaelezwa kwamba 20% ya mafuta yote ulimwenguni huwa yanakatiza katika eneo hilo. Kwa sasa unaweza ukaona siku moja angalau zikaruhusiwa kupita meli 3 pekee, eneo ambalo lilikuwa linapita mamia ya meli za mafuta. Kutokana na Tanzania kutokuwa kisiwa, na yenyewe imekumbana na athari hizo moja kwa moja. Taarifa ambayo ilitolewa na EWURA ilionyesha kwamba mafuta hapa nchini katika kila lita moja yamepanda kwa zaidi ya shilingi 900. Kwa mfano, petroli peke yake imepanda kwa shilingi 956, hatua ambayo imeibua malalamiko na manung'uniko katika eneo kubwa la nchi, watu wakihofu ya kwamba hali hii itaongeza pia gharama za uzalishaji, usafiri, lakini pia huenda gharama za maisha zikaenda juu. Tutapiga darubini kuhusiana na athari za moja kwa moja ambazo zinaweza zikapatikana kufuatia kupanda kwa nishati ya mafuta, lakini nini ambacho kinaweza kikawa ni hatua za haraka ili kupoza hali ya mambo. Yangu matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmini. Naitwa Nurdin Selemani, ndiye ambaye ninakualika kwenye Uchanganuzi. Studio tumemwalika Jonathan Mnyela, yeye ni mchumi tumizi mwandamizi. Karibu sana. Asante. Kwema. Shukrani. Mambo anasemaje? Mungu anasaidia. Buheri kabisa. Kabisa. Yes. Dunia ya Tanzania imejikuta katika hali ya hofu, wasiwasi, na wengi wakiona kwamba sasa mwelekeo unaweza ukawa si wa kawaida ambao ulikuwepo. Gharama za mafuta zimekwenda juu. Ongezeko la mafuta hapa nchini Tanzania na tajwa kwamba ni wastani wa 33%, kitu ambacho kwa miaka karibuni hakijawahi kushuhudiwa. Nini ingeweza ikawa njia kwa dunia na Tanzania ikiwemo ingechukuliwa ili kuhakikisha kwamba hata kama kuna upandaji wa bei usingefika hapa tulipo? Kwanza ifahamike kwamba baada ya vita ya Iran kuwa imeanza, siku ya pili yake mpaka ya 4, Irani aliamua kufunga ule mkondo wa Hormuz, na kwa kuwa historia inaonyesha kwamba swala la petrodola limekuwa ndio mfumo unaosaidia nchi ya Marekani kuweza kuitawala dunia vizuri. Kwa hiyo Irani aliangalia ni eneo gani akilifanya ndani ya huu mtanziko wa vita hii anaweza akafanikiwa kuiweka Marekani katika wakati wa kuingia kwenye mazungumzo. Ndipo ambapo Irani anaingia kufunga ule mkondo wa Hormuz. Kwa hiyo njia pekee ambayo dunia ingeweza ama ilipaswa kufanya, kwanza ilikuwa sio kuingia kwenye ile vita, kwa sababu kabla ya vita ile kuwapo, ule mkondo ulikuwa uko wazi na meli zilikuwa zikipita na hali ya uchumi wa dunia ilikuwa ipo katika hali yake ya kawaida. Na kama ambavyo uligusia hapo awali kwamba kila maneno ambayo yamekuwa yakitolewa na rais wa Marekani Donald Trump akisema leo ninatoa masaa 48 Irani afungue ule ukanda wa Hormuz, basi unakuta bei inashuka walau kwa kiasi fulani. Na akisema sasa nimeahirisha, ninatoa siku 5 kwa ajili ya Irani kufungua hiyo Hormuz, la sivyo tutapiga maeneo yake ya kimkakati na maeneo yake miundombinu. Pia kunatokea aina fulani ya kushuka kwa bei.
Kwa hiyo tatizo limeanzia na ubabe wa hizi nchi katika kutaka kutawala ukanda mzima wa Ghuba ya Uajemi. Yes. Hali sasa imeshakuwa hivyo. Dunia ipo kwenye hofu. Wengi wanadhani kwamba huenda gharama za vyakula zikaenda juu, Yes. gharama za usafirishaji zikapanda, lakini pia bidhaa mbalimbali ambazo zinazalishwa viwandani, ambako huko viwandani pia kuna viwanda ambavyo vinazalisha kwa kutumia mitambo inayotumia mafuta, na wenyewe vitakwenda juu. Dunia inapokuwa katika hali kama hii, nini hatua ambazo zinaweza zikaanza kuchukuliwa ili kwanza kuondoa hofu na kufanya hata kama kuna maumivu yasiwe makubwa kama ambayo yameshuhudiwa kwenye kupanda kwa bei tu ya mafuta yenyewe? Jambo hili tunapaswa tuliangalia katika muktadha wa Tanzania. Kwanza, Tanzania yeye ni nchi ambayo inapokea gharama, bei. Sisi hatuna udhibiti wa bei ya bidhaa za dunia, tunaagiza. Sasa kwa sababu dunia ina operate kwenye value chain, katika mnyororo wa thamani, kwa bidhaa zote ambazo sisi tunaziagiza kutoka nchi za nje zitakwenda kushoot, zitapanda tu gharama, kwa sababu zote zipo katika mnyororo mmoja wa thamani. Sasa ambacho kinaweza kufanyika kwa nchi ya Tanzania, kwanza ni kuona jinsi gani nchi inaweza kuangalia kama kuna kodi ambazo hazina ulazima katika ule mjengeko wa bei ya mafuta zikaweza kuondolewa japo kwa kipindi fulani, ili serikali iweze kumpunguzia mwananchi madhara ya upandaji wa bei za bidhaa. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili na ambalo tunapaswa kulishukuru ni kwamba sisi uzalishaji wetu wa nishati, kwa mfano ya umeme, tunautegemea kutoka kwenye nishati kutoka kwenye maji. Kwa hiyo inakwenda kusaidia kwenye huo upande mmoja wa nishati ya umeme. Lakini jambo jingine ambalo tunapaswa kuangalia ni kwa jinsi gani tunaweza tukapunguza ama kuongeza incentives kwenye uagizaji wa magari yanayotumia umeme. Kwa sababu hilo pia ni eneo jipya na la msingi sana, lakini kwa sasa hivi gari zinazoingia zinapata kulipa kodi hizi za upande wa umeme. Lakini pia serikali iweke pia incentive nyingine katika kuongeza au kuchochea watu wanaweza kubadilisha mifumo ya magari yao kutoka kutumia mafuta ya petroli ama diesel kwenda kutumia kwenda kutumia gesi tunasema CNG. Kwa hiyo hilo litatusaidia kama nchi kupunguza huo ugumu wa maisha, japokuwa haliwezi kutokea kwa haraka sana. Lakini pia jambo jingine ambalo mimi ninaliona katika mtazamo sasa ni ushirikiano kati ya nchi moja na nchi nyingine. Kwa mfano nchi za Afrika Mashariki, kwa njia moja ama nyingine, sisi tuna hii crude oil ambayo tunategemea itapita kutoka Uganda kuja Tanzania. Yote hayo ni mambo ambayo tunaweza tukaangalia kwa siku za mbele kwamba tunaweza tukayatumiaje katika kuwa na uwezo kama nchi za Afrika Mashariki kujitegemea kwenye swala zima la uzalishaji wa gesi wa nishati yetu wenyewe. Yes. Ulizungumza pale kwamba yawezekana kama nchi ikapunguza tozo ambazo zipo, lakini miongoni mwa tozo huwa zinapigiwa hesabu kwenye bajeti kuu ya serikali kwamba kwenye mafuta tunatarajia kupata kiwango cha namna hii ambacho kitasaidia kwenye bajeti kuu. Unapokuja katika nyakati kama hizi ambazo bado miezi mitatu kumaliza kutekeleza bajeti ambayo ni ya mwaka wa fedha ambao uliopita unakuja kumalizika Juni, nini athari zake na wapi ambako kwingine ambako za serikali italazimika kupata fedha ili kufidia hapo? Kuna msemo wa kizungu unasema kwamba desperate situations needs desperate measures. Kwamba ukijikuta upo katika mazingira ambayo ni magumu, unahitaji pia kuwa na suluhu ambazo zinaweza kuwa ni za mazingira yanayofanana kama hayo.
kwa sababu ikiwa serikali haitachukua hatua za dhati kabisa kupunguza hizo tozo, maana yake ni kwamba anayekwenda kuumia ni mwananchi. Na uzuri ni kwamba pia serikali zetu zimekuwa zikisikiliza mara kwa mara, na zimekuwa kwa mfano hata leo tu utasikia kwamba EWURA na serikali kwa ujumla imekuwa ikitoa rai kwa watu ambao wapo kwenye usafirishaji kwamba msiongeze gharama za usafirishaji kwa sababu ya kupanda kwa bei. Lakini pia serikali inasema tunapaswa kukaa na wadau walio kwenye sekta nzima zilizo kwenye mnyororo wa usafirishaji au mnyororo wa mafuta, kwamba waweze kuona wanaweza wakafanyaje katika kupunguza huo ugumu wa maisha. Nifahamike kwamba pia hii vita inaweza ikaenda zaidi ya miezi hata miwili hata 6, kwa sababu mpaka sasa hivi nchi ya Marekani hawajui, waliingia bila mpango, na inawezekana hata mpango wa kutoka bado haujafahamika ni upi. Wanafikiria kupeleka askari wa miguu kwenda kukamata kuna kisiwa kimoja hapo katika hili eneo la Hormuz, kwamba wakamate hicho kisiwa ili waone kama wanaweza wakafungua hilo eneo. Sasa kama hakuna exit strategy, maana ni kwamba lazima sisi watu wa ndani huku tuweze kutengeneza mipango yetu wenyewe. Desperate measures zinatakiwa kuchukuliwa. Yes. Jambo ambalo linaonekana linaendelea kutatiza ulimwengu, na athari hazionekani kwa mataifa tu kama haya ambayo Tanzania ambayo haina reserve kubwa, akiba kubwa ya mafuta. Mataifa ambayo na yenyewe yana akiba kubwa ya mafuta yameathiriwa. Kulikoni kwenye mafuta? Inaonekana kwamba ni kitu ambacho sio msaada sana kwa mataifa ya ulimwengu, na ikiguswa kidogo tu basi mambo yanaharibika. Mwaka 1976 kuna mfumo ulianzishwa baada ya negotiation kati ya nchi ya Saudi Arabia na Marekani, ambao sasa ni maarufu kwa jina la petrodollar. Mfumo huu ndio unaamua bei ya mafuta iweje duniani. Mafuta yote yananunuliwa kwa dola. Nchi ya Marekani ina deni la zaidi ya trilioni 30,000. Trilioni 30. Trilioni 30 US dollars ni kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo sasa kupitia petrodollar US ana finance deni lake. Kwa kuwa deni la US linakuwa financed kupitia mfumo wa petrodollar, na bei ya mafuta inakuwa determined kutokana na dola, maanake ni lazima tuwe tuna dola ya kutosha kuweza kununua mafuta. Na kwa kuwa mafuta yanauzwa kwenye soko la dunia, kwa mfano tungesema Uganda wanakwenda kuwa na mafuta yao, kwamba labda inaweza tukawa tunanunua mafuta sasa ya Uganda kwa T shillings. Hapana, yatakuwa determined kwa US dollars kwa sababu ya mfumo wa petrodollar baada ya kuwa umewekwa. Labda huo mfumo uweze kucollapse. Uwezekano wa kucollapse leo si jambo la leo. Kwa hiyo bado itaendelea kuisumbua dunia kutokana na jinsi ambavyo ilitengenezwa baada ya ile Bretton Woods institutions kuwa mfumo wa Bretton Woods agreement kuwa imeanguka, kwamba dola sasa ndio inatumika kudetermine gharama na bei za kila kitu duniani. Yes. Hivi karibuni tu tumepata alama B+ kutoka Fitch Ratings, ikionyesha kwamba tunafanya vizuri kwenye uchumi wetu, ukuaji wake bado ni mzuri, lakini moja ya eneo ambayo lilikuwa likisifiwa ni namna ya kudhibiti mfumuko wa bei. Kwa hali hii ambayo sasa tunaona ya mafuta, bado tunaweza kuhimili vishindo hapo kwenye mfumuko wa bei na tukawa salama? Kwanza huu mfumuko wa bei wanasema ni umetokana na gharama za mafuta, haujatokana na bidhaa za ndani. Kwa mfano leo ukisema mahindi ambayo yanazalishwa ndani hayajapanda gharama kwa sababu ya mahindi yamepanda gharama, yamepanda gharama kwa sababu ya kitu kimoja tu ambacho ni mafuta. Kwa hiyo kwa ujumla haitaonyesha athari ya moja kwa moja kwenye credit rating ya nchi,
Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, hapo ndipo ambapo sasa wataalamu wa uchumi wa nchi wanapokaa na kuanza kuangalia kwamba ni sehemu gani ambayo inatuathiri sana na tunaweza tukaidhibiti. Ndipo tukatolea mfano kwamba kama nchi inaweza ikaja na mipango ya muda mfupi kuweza kukabiliana na hili jambo. Kwa hiyo kwa sababu madhara yake ndio yameanza kuonekana na yalikuwa yametegemewa, kwa nchi lazima itakuwa imejipanga, na wananchi wanapaswa kuendelea kuamini kwamba serikali ya nchi hii itafanya kila linalowezekana kuweza kudhibiti mfumuko wa bei ili usiweze kuathiri wananchi. Umegusia kwamba serikali inabidi iwe na mipango ya muda mfupi. Ungeambiwa uishauri, ungesema mipango gani ya muda mfupi inayotakiwa na ya muda mrefu ili haya madhara ambayo yameshaanza kuonekana yasiendelee kuumiza wananchi wa kawaida? La kwanza, kuna zaidi ya lita milioni 500 za petrol na kiwango kama hicho cha diesel. Maana yake tuna mafuta zaidi ya kutumia zaidi ya miezi 5 kwa taarifa ambazo zimetolewa na serikali. Maana yake pia kuna watu wamekuwa wakiuliza kwamba sasa kama mafuta hayo yalikuwepo, kwa nini gharama zimepanda? Kilichopo tu ni kwamba kwa sababu ile ambayo nimesema mara ya kwanza kwamba gharama ya mafuta inapangwa kutokana na price ambayo tumeipata kutoka nje ya nchi. Ndio maana hili jambo limetokea, lakini pia na mfumo mzima wa masoko ya fedha ya dunia ambayo ndio yana determine ununuaji wa mafuta. Sasa nini serikali inaweza ikafanya ili kuweza kupunguza hii shock? La kwanza kabisa ambalo mimi ninaamini serikali inapaswa kulifanya ni kupunguza kodi kwenye ukokotoaji wa mafuta. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ambalo serikali inapaswa kufanya ni kukaa na wadau wote ambao wanahusika na value chain, kuanzia wasafirishaji wa bidhaa, wasafirishaji wa abiria, kwa sababu ndio maeneo ambayo yanakwenda kudrive price kwenda juu. Kwamba wakae nao na ikiwezekana serikali pia itengeneze incentives kwa ajili ya hawa wasafirishaji. Lakini pia jambo jingine ambalo mimi naliona kwamba kama kuna uwezekano pia serikali iweze kuongeza tuna hii reli yetu ya SGR, lakini pia ile reli ya kati ya meter gauge, kwamba zikatumika zaidi katika kusafirisha mizigo, kuisogeza katika maeneo ya karibu na watu ili kuweza kupunguza ile shock ambayo inaweza kawakuta wasafirishaji, kwa sababu ikiwa kama wasafirishaji watakuwa wameathirika kwa kiwango kikubwa sana katika kusafirisha bidhaa, maana wanaweza wakapaki magari yao. Wakipaki magari, manake moja kwa moja bidhaa zitakwenda kupanda juu. Kwa hiyo serikali inapaswa kuangalia hilo eneo lote kwa pamoja. Yes. Umegusia hapo eneo la bei ya mafuta na hiyo umekuwa ni mjadala mkubwa sana leo sehemu zote, kwamba tuliambiwa mafuta tunayo, kama tunayo maana yake yapo hapa nchini, yalishasafirishwa, gharama zake zilishaonekana, na hata namna ukokotoa huwa unategemea hivyo kwamba gharama ya manunuzi, gharama ya usafirishaji kuja hapa, then zinaongezwa hizo kodi nyingine. Sasa inakuwaje ghafla tu yale ambayo tunaambiwa yapo na wenyewe yanakumbwa na kupanda kwa bei katika soko la dunia? Kuna vitu nitavizungumza, ninaamini kwamba nitavizungumza kwa lugha rahisi sana. Kuna mikataba inaitwa futures na option contracts. Futures ni kununua kwa gharama ya siku za mbele, kuinunua kwa gharama ya chini leo. Lakini options ninanunua kwa gharama ya chini leo, lakini nikiwa najaribu kujilinda na gharama za siku za mbele. Sasa hivyo vinatokea katika soko la dunia, na mikataba ambayo wanunuaji wa mafuta wanakuwa wameingia inatokana na futures na option contracts. Moja. Mbili, price inakuwa determined kutokana na FOB price ambayo iliyopo. Sasa shock inapokuwa imetokea, haitokei kwenye eneo moja, kwamba shock inatokea kwenye exchange rate, sawa?
shock inatokea kwenye FOB price ambayo sasa inatumika kwenye kupanga ile bei ya mafuta. Kwa sababu mwisho wa siku sasa wanapokuja kuanza sasa kufanya ule ukokotoaji, maana FOB price inakuja kudetermine wanaanzia hapo kwenye kukokotoa. Ndio maana nikasema kwamba ili tuweze kujilinda tu kwa sasa hivi, maana kuna zile tozo ambazo zimekuja kuongezwa pale baada ya kutoka kwenye FOB, kama serikali inaweza kupata njia nyingine ya kuzipata zile fedha kwa ajili ya mapato sasa ya ndani kuweza kuendesha mambo mengine, kwa zikapunguzwa zile, ili ile gharama ikarudi kuwa ya chini kama ambavyo tulikuwa hapo awali. Jonathan, inawezekana bado watu hawajaelewa. Mathalan, unazungumzia hali ya mambo katika soko la dunia ninavyoeleza. Hii chupa mimi nilinunua Ijumaa iliyopita. Sawa. Kwa shilingi labda 200. Na dukani labda nikawa naiuza kwa 250. Lakini inafika leo nasema kwamba bwana, bei imeongezeka, kwa hiyo na mimi hii ambayo nilinunua kwa shilingi 200 naiuza kwa 300. Haionekani kwamba huyu mtu anapata faida ambayo hakustahili kuipata, kwa sababu hii bidhaa alishakuwa nayo. Ndo kama ambavyo watu wa mafuta wasema kwamba mafuta tunayo tayari, ulishaambiwa yapo kwenye akiba zetu, yapo kwenye maghala. Kulikoni haya na yenyewe ingie kwenye mkumbo wa bei ambayo tulidhani baada labda ya mwezi mmoja ama miwili ndiko tuishuhudie bei mpya? Okay, kama nilivyozungumza mara ya kwanza, futures, options, contracts, kwamba hii biashara ya mafuta haipo in isolation. Hatununui hizi bidhaa kwamba zimekwenda kuchimbwa hapo labda Kigamboni. Sawa? Kwamba inatokana na mikataba ya muda mrefu. Kama inatokana na mikataba ya muda mrefu, unaweza ukasema kwamba haya mafuta tulikuwa tuko nayo ndani, lakini mwisho wa siku kama nilivyokuambia kwamba inakuwa determined pump price ya leo. Sawa? Yani pump price ya leo inakuwa determined na FOB. Leo kwenye soko la dunia bidhaa ya mafuta inauzwa shilingi ngapi leo kwenye soko la dunia? Kwa sababu haya mafuta yakiwa yamefika Tanzania hayawi determined kutokana na bei ya Tanzania na bei ya soko la dunia ya leo. Nitakupa mfano mdogo sana uweze kuelewa. Kwa mfano kiwanda cha kuna kiwanda kinaitwa NIDA kinatengeneza nguo. Wakasema leo wanataka wakanunue pamba Simiu. Ile pamba ya Simiu hata idetermine price yake kwa bei ya T-shillings ambayo ilinunuliwa labda juzi. Anaangalia bei ya soko la dunia leo ikoje, kwa sababu kila kitu kiko determined kutokana na bei ya soko la dunia. Kwa kuna bidhaa zipo kwamba si kama mahindi ambayo yamelimwa Mbeya, tuna determine price yake kutokana na uzalishaji wa Mbeya. Hapo Jonathan. Yes. Ubaya ni kwamba sisi bei zetu tunatumia kwa mwezi mzima. Yes. Jana baada ya kauli ya Trump kusema kwamba anawaza kumaliza vita ya pale Iran, bei ya pipa moja la mafuta ikaporomoka, tofauti na mara kwanza ambayo ilikuwa imefika dola zaidi ya 140, ikashuka mpaka dola 100. Yes. Kwa nini hiyo athari sisi hatuioni katika siku hiyo hiyo, kama ni kweli sisi pia tunapambana na hizi bei kulingana na bei ambazo zinatajwa na wakubwa wenyewe wenye mafuta yao? Sasa pale narudi tena, option contracts sawa pamoja na futures contracts zina determine hiyo biashara. Sawa, kwamba Trump ametangaza, lakini hawa watu walikuwa wamekwisha lock ile price, yani ile bei wakati wanafanya ukokotoaji walishai lock in kabla ile tangazo kwa limetokea. Maana yake ni kwamba hili tangazo ambalo Trump amelifanya jana, yani impact yake sisi tutakuja kuiona baada labda mwezi huu kwa umeisha, lakini maana sio jambo litakalokuja kutokea leo. Kwa sababu price tayari ilikuwa imeshafanya nini, yani kwamba EULA walichokuwa wamebaki ni kuja kutangaza price. Sasa Trump anapotangaza yeye kwake Marekani,
EWURA yeye amekwisha kupiga hesabu zake labda saa 6 usiku na kilichobaki ni kuja kuachia ile price, maana yake ni kwamba nadhani ni jambo ambalo linakwenda kutupita na wakati na matangazo ya Trump ya kile kinachoendelea. Na by the way, ukifuatilia kile anachokitangaza Trump most of the time, inawezekana pia imekuwa ni eneo la biashara tu, kwa sababu kwa mfano ile siku ambayo ametangaza natoa saa 48 kwamba Strait of Hormuz ifunguliwe, dakika 15 kabla kuna watu walifanya biashara kubwa sana. Maana pia wanasema kwamba labda kulikuwa kuna inside trading. Sasa sisi kama Tanzania inside trading tunakuwa hatuna kwenye biashara ya mafuta. Hatujui Trump anakwenda kutangaza kitu gani. Jonathan Mnyela, nikushukuru sana. Nashukuru sana. Naam, ni mchumi tumizi mwandamizi Jonathan Mnyela ambaye tulikuwa naye tukiangazia bei mpya za mafuta ambazo zimetangazwa na kuleta maswali mengi ya watu mara baada ya bei yenyewe kupanda. Amesaidia kutuonesha ni kwa namna gani biashara hii yenyewe ya mafuta inavyofanyika na athari ambazo mataifa mengine wanaendelea kuyapata kutokana na wakubwa wenyewe kuwa na mkakati ambao ulishasukwa petrodola, na namna ambavyo dunia inaendeshwa hapo ili kuhakikisha kwamba wale wenye mafuta yao wanaendelea kunufaika nayo. Kwa nukta hiyo ndo tunatamatisha uchanganuzi. Naitwa Nurdin Selemani, kutakia usiku mwema na panapo majaliwa tukutane tena kesho. Kwaheri.